Asubuhi ya leo, asubuhi ambayo sio ya kawaida, asubuhi ambapo tunafaa na kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana ameweza na kutulinda wikendi yote. Nikiamini kwamba hiyo wikendi yote ilikuwa pia ni ya baraka kwako. Mungu mwenyewe ameweza na kukulinda tu vizuri. Kwa wengi ilikuwa ni wikendi kubwa. Hata siku ya leo ninaamini kwamba wengine tu wanaendelea na kupumzika. Na asubuhi ya leo pia ninaamini kwamba hiyo jana wakati ambapo tulikuwa tunakumbuka kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ninaamini kwamba bado unaendelea na kuhisi kwamba hata wewe mambo mengi yako yameweza na kufufuka. Hautakuwa pale ambapo maybe shetani alikuwa amekuacha. Maybe mwingine alikuwa amekuacha. Fufuka. Ni kama vile ambavyo wanawake waliweza na kurauka na kuenda kutazama pale kaburini na kupata kwamba hayumo tena kwa wafu. Yesu amefufuka. Je, kwako ameweza na kufufuka? Basi kwa asubuhi ya leo pia mimi ninafurahia maana kwangu amefufuka katika mambo mengi. Katika hiki kipindi cha manyunyu ya baraka, karibu sana tukaweza na kuendelea na kubarikiwa pamoja na kuendelea na kuhimizwa na kufundishwa. Ilikuwa namna gani wakati ambapo Yesu aliweza na kufufuka? Baada ya hapo kulikuwa namna gani? Alifanya yapi? Aliweza na kuwatembelea kina nani? Hii wiki yote tutakuwa tunafundishwa hayo na mengine mengi. Na tutakuwa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Rudy Sami kutoka kanisa la ABC Katangi. Katangi iko katika uongozi wa Wamunyu Pastorate Machakos Sub-Headquarters. Karibu sana, tuendelee na kubarikiwa pamoja na wadau wa kipindi chenyewe. Ni mimi Pastor Lucy Michael. Karibu. Basi ndugu zangu na dada zangu katika jina la Yesu Kristo naomba kuwasalimia. Amjambo. Nami si jambo. Ninawakaribisha kwa wakati mwingine, wakati huu wa wiki ambayo Yesu Kristo aliweza kufufuka na akashinda mauti nguvu. Kwa hivyo nawakaribisha tuweze kuandamana pamoja, na kwa wiki mzima tutakuwa pamoja. Kwa hivyo ujiandae na umkaribishe Roho wa Mungu aweze kukufundisha yote, kwani yeye ni mkufunzi mwema. Basi tunaenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo mtakatifu ambao ni sura ya 28. Taanza mstari wa 8 hadi mstari wa 14 na nitasoma katika jina la Yesu. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio kuwabasha wanafunzi wake habari. Na tazama, Yesu akakutana nao akisema, salamu. Wakakaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Kisha Yesu akawaambia, msiongope, enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakako niona. 11. Nao wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini, wakawapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba sisi tulipokuwa tumelala. Na neno hili lilisikika kwa liwali, sisi tutasema naye, nanyi tutawaondolea wasiwasi. Na neno la Mungu linaendelea. Tuombe. Ni asante Mungu mwema, Mungu uishiaye milele, Mungu ambaye hamna mwingine.
unapoketi katika kiti chako cha rehema, mahali ambapo pamenuliwa juu zaidi. Mungu wetu, naja kwako na kutubu makosa yangu. Natubu makosa ya mtazamaji ambapo anapoenda kutazama na kusikiliza kutoka kwako. Sisi sote ukapate kutusamehe na utusafi. Asanteni kwa ajili ya nafasi hii. Katika uongozi wako wa Roho Mtakatifu, hakika tunahitaji kuushuhudia, tukauone hata pia Roho wa Mungu akitenda na kufanya kazi ndani yetu. Naomba uongozi wako hadi tamati nitaweza kusema ni asante. Tuomba yote na ni kwa ajili ya Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu tunaomba. Amen. Basi kama vile nimesema, katika wiki hii tutaweza kuandamana pamoja tukijikumbusha matokeo ya Yesu Kristo mbalimbali, yale ambayo aliweza kujitokeza kwa wanafunzi na hata watu wengine. Hiyo ni alipomaliza kazi yake msalabani kwa siku 3, alipoenda kaburini siku ya 3 na ambayo ni ya Jumapili, ndio aliweza kufufuka kutoka kwa wafu, na kwa maana ilikuwa imetabiriwa yeye atakufa na siku moja ama siku ya 3 atafufuka. Kwa hivyo tutakuwa na ushuhuda na ushahidi mbalimbali, tukiona watu mbalimbali wale ambao aliwatokea na akajidhihirisha kwake ya kwamba amefufuka kama vile ilivyoandikwa na ilivyotabiriwa. Basi kama vile tumesoma katika hiki kitabu cha Mathayo Mtakatifu, tunaona tokeo ambao alitokea Mariamu Magdalene na Mariamu wa pili, na hiyo ndio lengo letu ambayo ni tokeo la Yesu Kristo. Kwa hivyo katika kila tokeo, kwa maana iko na lengo, tunaenda kuona hiyo tokeo na kuona vile aliweza kupatana nao. Basi kama vile tunasoma katika maandiko hata hapo nyuma na hata mbele, tunaona Mariamu Magdalene walipojua Yesu Kristo aliwekwa kaburini, waliamka asubuhi na mapema wakaenda kaburini. Walipoenda pale hawakumpata Yesu pale, lakini walipokuwa na mshangao wakijiuliza maswali mbalimbali, sasa ikiwa yuko tutasema nini? Watu watasemaje? Sana sana wale ambao waliweza kumwaba Yesu pale msalabani waliona ya kwamba amekufa na hiyo imekwisha. Lakini wanafunzi wa Yesu na sana sana hawa wanawake walikuwa wanashika maandiko ya kwamba aliwaambia atakufa na atafufuka. Kwa hivyo walipokuwa wakijiuliza maswali, wakaangalia kando wakamuona malaika wa Mungu. Malaika wa Mungu akawaambia, wacheni kutafuta aliye hai kwa wafu, amefufuka. Walipokuwa wakiwa na furaha hata hofu, walipokuwa wakirudi wakapatana na Yesu. Na jambo la kwanza, walipokutana na Yesu, Yesu mwenyewe aliwaambia kuweni na furaha, kwa maana ni mimi na nimefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Nao walipomwona ni Yesu wakafurahia, wakaanguka, wakamshika miguu, wakamsujudia. Bwana Yesu asifiwe. Mbona hao wanawake walifanya hivyo? Kwa maana jambo la kwanza, walijua ya kwamba hakika wale ambao walimweka Yesu msalabani wataaibika watakaposikia yale maneno kama Mungu alisema atabomoa hekalu kwa siku moja na alijenge kwa siku 3, ya kwamba amefufuka. Hawatafurahia, lakini wao watakuwa na furaha na ule ushahidi na maneno ya Yesu Kristo kwao yatakuwa ya kweli. Kwa hivyo akawaambia wao na furaha, na wao wakasimama. Walipomaliza hayo wakiwa na hiyo furaha, walipomaliza kumsujudia huyo Yesu, wakaamka na aliwatuma
huyu Yesu jambo lingine akiwaambia, msiongope kwa maana mimi mwenyewe nimefufuka, na ikiwa nimefufuka nimeshinda kifo ama mauti nguvu, pia nanyi mtafufuka ndani yangu na mtashinda kifo nguvu na mtashinda majaribu nguvu. Kwa hivyo ndugu yangu na dada yangu, mahali uliko ujue ya kwamba Yesu alishinda mauti nguvu, na endapo utakuwa mgonjwa uone hata umekaribia kufa, ujue ya kwamba hautakufa. Ndugu yangu na dada yangu, kama Yesu alifufuka, hata tutafufuliwa na tutafufuka hata tukiwa hai, kwa maana mambo mengine kama majaribu na mateso, shinda mbalimbali zinatukuba, na huku tunajisikia umekufa moyo, hata kwa akili zako, hata umekufa katika mawazo. Na kuamkua asubuhi ya leo nikikwambia, aliyefufuka hatafufua hata mawazo yako, aliyefufuka atakufufua na upate nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Uko wapi mpendwa? Ujue huyu Yesu ambaye amefufuka anakuambia, katika hiyo hali uko nayo, katika hiyo hali imekupata, wenda ikawa umelazwa pale kitandani hospitalini, ujue ya kwamba umwamini huyu Yesu aliyefufuka, hata kutoa pale katika jina lake Yesu Kristo, utapona na utaamka na utatembea, kwa maana aliweza kutoka na akatembea na akalihubiri lile neno. Kwa hivyo usiongope ndugu yangu na dada yangu. Askari ndio hawa wanatengeneza mambo ya uongo ili isemekane Yesu hajafufuka. Ni wanafunzi walikuja wakamuiba wakati walipokuwa wakilala, na kuambia ya kwamba watengeneze uongo ama wasitengeneze, jambo ni hili: Yesu Kristo aliweza kufufuka na hakika yuko hai. Hata sisi ndugu yangu, najua ya kwamba ulikuwa umekufa katika dhambi, ulipomwamini Yesu alikufufua. Basi ufurahie ukiwa ndani ya huyu Yesu aliyekufufua, aliyekuokoa. Na jambo lingine na ndio la mwisho, Yesu anawatuma hawa Mariamu Gabirini na Mariamu huyu wa pili, anawatuma akiwaambia, basi enendeni mkawaambie wanafunzi nishafufuka kutoka katika wafu, wasiongope hata hawa watu ambao wameniteza mimi. Basi nami neno la Mungu linasema ya kwamba siku ya leo sasa amka, endapo wewe umetolewa katika mauti, simama na ushuhudie kwa watu wengine kama vile Yesu alishuhudia. Umetumwa siku ya leo ukashuhudie wengine, uwaambie aliyefufuka anafufua watu hata sasa. Bwana Yesu asifiwe. Umevinyiliwa kiasi gani? Usiongope, usijihurumie, furahia, kwa maana Yesu yuko karibu nawe, yuko pamoja nawe, na ataenda kutenda jambo jipya. Kwa hivyo tutashinda kama vile yeye alishinda. Na ujue ni neno la kukuamkua, ni neno la kukutia moyo, na ni neno la kukuweka nguvu ya kwamba endapo mwendo ule umeenda, kwa yale mambo unayasikia kwa moyo, kwa roho, kwa akili yako, unajisikia umeisha, pata nguvu na ufurahie. Yesu aliyeshinda, pia wewe katika jina la Yesu Kristo. Na hiyo ni neno la Mungu. Ubarikiwe na hata asidi kukusindishia baraka zake. Bwana na abariki neno lake. Amina. Tuombe. Ni asante Yesu Kristo uliyekufa na ukafufuka. Ni kwa ajili ya haya maandiko ninaombea mtazamaji, msikilizaji, akiwa mahali yuko, Mungu Baba anaposikiliza hili neno, likamtie moyo, likamtie nguvu, akaweze kusimama, awe na matumaini kama vile Yesu ameshinda ama alishinda.
pia yeye atashinda, na bila shaka tutashinda tukiwa ndani yako. Utuwezeshe yote, na Mungu tusaidie kuenenda na hakika kuwa mashahidi kwa wengi, ili waweze kupata nguvu na waweze kumfuata Yesu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na pia kuamini. Amen. Bye bye. Leo tumeweza na kufundishwa na kuona kwamba Yesu aliweza na kuwatokea Mariamu Magdalena, Mariamu yule wengine wa pili. Hapa alipokuwa anawatokea ni wakati ambapo wao walikuwa wameweza na kurauka ama kuamka asubuhi sana kuweza na kufika pale kaburini hiyo jana, ili wakaweza na kutazama mwili wa Yesu Kristo. Walikuwa wamebeba mafuta pale ambayo ama manukato ambayo walikuwa wanaenda kupaka ule mwili. Lakini kufika pale, wakati ambapo waliweza na kufika, watu kwa umbali wanaona kwamba kuna mtu. Kumbe sio mtu, ni malaika wa Mwenyezi Mungu. Amevaa nguo nyeupe sana, amejifunika shuka ambalo ni nyeupe mno. Amekalia lile njiwe ambalo lilikuwa pale kaburini. Kumbuka kwamba hao wanawake wakati ambapo walikuwa wanaenda pale kaburini, walikuwa wanaongea, wanajiuliza maswali. Je, pale kaburini kuna lile njiwe ambalo liliwekwa pale, nani ataweza na kututolea lile njiwe? Walikuwa wanaona tunaenda, lakini tutafanyaje? Kumbe yale ambayo yalikuwa yanawasumbua pale yalikuwa yashashughulikiwa na Mwenyezi Mungu. Kumbe malaika ameweza na kuja lile njiwe ambalo walikuwa wanajiuliza maswali juu yake. Malaika ameweza na kuikalia pale. Yesu ayumo tena ndani ya kaburi, ameweza na kufufuka. Wakati wa kufika pale wakapata kwamba yote yameshughulikiwa. Malaika anawaambia kwamba ninajua yule ambaye mnayemtafuta hayumo hapa, bali ameweza na kufufuka kama vile ambavyo aliweza na kuwaambia. Kaambiwa basi ondokeni mtangaze habari. Yesu akawa pale anawatokea, ameshafufuka. Akaweza na kuwaambia kwamba wakati ambapo waliweza na kumsujudia, akaweza na kuwaambia kwamba msiongope. Msiongope, kuweni na furaha. Ni mimi yule tu. Kuweni na furaha. Niliweza na kufufuka kama vile ambavyo nilikuwa nimetangaza. Ingawaje askari walikuwa pale kutangaza uongo, kubuni uongo, lakini uongo wao haungefanya Yesu aendelee na kukaa ndani ya kaburi. Lakini kulingana na vile ambavyo alikuwa tu amesema siku ya 3 ataweza na kufufuka, ni kweli kabisa aliweza na kufufuka. Hapa siku ya leo ameweza na kuwatokea wale wanawake na kuwaambia kwamba kuweni na furaha, msiongope. Sisi hapa mtazamaji wetu tunakuambia kwamba kuwa na furaha, furahia na usiongope, maana Mungu ameweza na kufufuka. Bwana Yesu ambaye ni Mungu kwetu ameweza na kufufuka. Yuko hai katika mambo yako yote, katika yale yote ambayo unapatana nayo, unakumbana nayo. Usiongope, maana Yesu yu hai. Yesu ni Mungu, atashughulikia hayo yote ambayo kweli wewe uko na shaka. Furahia, usiongope, maana ameweza na kufufuka. Ninakutakia wakati mwema, siku njema kwa siku ya leo. Mwenyezi Mungu aendelee na kukuongoza, aendelee na kukutunza, na aendelee katika mambo yako yote yakawe ni yale ambayo yameweza na kufufuka. Na tupatani hapo saa 3:30 jioni ili tukaweza na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Shalom.